Kwa mara nyingine tena nimeweza kurudi katika mlima. Nimeweza kurudi kwa ajili ya masukumo na mwito wa Mungu kwa kazi yake. Nimeweza kurudi kwa ajili ya kazi yake ambaye ameweza kuniita nikaweze kusaidia na kuweza kukomboa wale ambao wanapitia, wale ambao wana shida, lakini hakuna njia ama yule ambaye anaweza kuwa wao wa karibu ya kuweza kuzungumza. Hii tunajua ya kwamba umoja ni nguvu. Wakati mwingine ukiwa peke yako utakuwa na udhaifu. Kwa majina naitwa Baraza Rescue. So katika siku hii ya leo ninashukuru Mungu kwa ajili ya maagizo ama kwa ajili ya mwito ambaye ameweza kuniagiza nikaweza kufika katika mlima. Siku ya leo ni mwito wa kipekee kwa sababu Mungu aliweza kunizungumzia ya kwamba hii kazi ama this assignment ambaye ameweza kunipatia sio rahisi. Pasipo yeye, pasipo mkono wake sio rahisi. Kwa hivyo siku hii ya leo nimekuja kwa ajili ya dedication, ya ministry ama dedication kwa ajili ya hii kazi ambaye Mungu ameweza kunipatia, of the rescuing the needy, the rescuing the children, the rescuing those people who are addicted, wale ambao wametekwa nyara na wamechukuliwa, Shetani imewateka nyara na ulevi na mambo mengi, mauaji, mambo ambayo haileti shangwe mbele za Mungu. Kwa hivyo jioni ya leo wacha niseme ni asante. Hata kama ni ngumu jameni, hii kazi inataka mkono wa Mungu. Hii kazi inataka mkono wa Mungu. Kwa hivyo jinsi mnavyoniona hapa, niko hapa kwa ajili ya maagizo ama kwa ajili ya ujumbe ambayo Mungu mwenyewe ameweza kunipatia, niweze kudedicate hii safari mbele yake katika mkono wake. Kwa sababu mara mingi sana katika hii kazi yale ambayo tunakutana nao, wakati mwingine ni ngumu, wakati mwingine unachoka, wakati mwingine pia sababu sisi ni wanadamu na tuko na moyo wa mwanadamu, wakati mwingine tunafika mahali tunakosa nguvu ya kustamili. Lakini tukiwa na Mungu, tukiwa na Yesu akiwa pande yetu, hakuna jambo ambayo inaweza sindikana. Na hata wewe ukiwa na Yesu mahali ambapo uko, hakuna jambo ambayo itaweza kusindikana. Manaka mara mingi sana ninapata mwito mwingi sana kutoka pande zote, simu kutoka pande zote. Nikipata simu, Rescue Pastor Baraza, I need a help. Kuna watoto ambao wameachwa, mama hayuko, pengine mama ameingizwa na mambo mabaya ya ulevi, pengine unapata mama alienda tu hivyo na akapotea, pengine baba alienda hivyo na akapotea, pengine mauti kama tuseme ajali imewachukua. Basi hao watoto they remain helpless. Hakuna yule ambaye anaweza kuwategemea, kuna yule ambayo wanaweza ita kama mzazi. Unajua kuna kitu ambacho mtoto anatamani sana. Mtoto anatamani wakati ambapo anakuwa na mzazi yule ambaye anaweza kupelekea kilio chake. Kumbuka tukilinganisha katika safari, sisi ni wana wa Mungu. Wakati ambapo tunahitaji usaidizi, tunaenda kwa baba yetu. Lakini hii ni swali. Wakati mtoto amekosa mzazi, yeye akiwa na mahitaji wala kilio, atapelekea nani? Kwa hivyo jameni, ndio maana nakwambia hii kazi ama hii safari ambaye Mungu ameweza kuniita nikaweza kufanya, nahitaji tu mkono wa Mungu, na ndio maana akaweza kuniongelesha siku hii ya leo nikadedicate this safari, sababu hii safari kuna mambo mingi. Kuna vita, wakati mwingine unaenda mahali kuna matukano, rejections, operations. Kuna wale pia wako na hisia yao tu. Pia kuna wale ambao wakikuona wanaona kama you don't deserve. Kuna pia wale wanakuona na lengo tofauti. Wengine wanaona kama kuna lengo tofauti na wao. Wengine pia wanakuona sababu ni hali ya kutembea na kuenda katika kila kijiji ambayo kijiji geni ama eneo geni. Sasa unapata ya kwamba mambo ni mingi tunapitia jameni, lakini hata we mahali huko
natamani tu ukaweze kunisaidia katika hali ya maombi, na iwapo kuna support yoyote ambayo unaweza toa kadri ya uwezo wako, natamani tu Mungu akaweze kusimama na wewe, na Mungu akaweze kukusaidia wakati ambapo tuko pamoja, na hata wale wengine pia wahisia ya kwamba ni wanadamu. Kwa hivyo kwa mara nyingine tena, jinsi ninavyosema ya kwamba leo ni dedication, nimekuja kudedicate hii safari katika huu mlima. Kumbuka huu ni mlima, ni mlima Sayu, milima Sayu ambaye Mungu ameweza kunileta hapa, na hapa hakuna manyumba, hapa hata hakuna maji, hakuna chakula hapa. Kwa hivyo jinsi tu Mungu ameweza kunielekeza tu nikaweze kuja hapa, mimi nitakuja kwa hiyo siku ambayo ameweza kunipatia. Lakini katika hii safari, ili ikuwe na uwepesi, ili hii njia ikuwe na uwepesi na ikuwe na urahisi, na hata kwa wale ambao wako na mahitaji. Kumbuka siku ya jana nikaweza kupata simu, nikakuwa na maswali mingi sana. Kuna mama fulani alikuwa amekosana na mzee, sasa mambo ikakuwa magumu. Jameni, bila Mungu hii dunia hakuna mahali tutaelekea. Pasipo Mungu mkono wake akaweza. Kumbuka Mungu anatumia tu mwanadamu tu kama wewe kusaidia yule mwanadamu mwingine. Mungu anaweza kukutumia tu ili kaweze kusaidia mtu kutoka kwa hali fulani kwa kuingia katika hali fulani. Kwa hivyo siku ya leo, kabla niweze kumhomba, tukaweze tusungumze kidogo, na ndiposa nitaweza kuingia katika maombi. Na ninajua ya kwamba hii dedication there, God must intervene. Na katika shida yoyote, mahali popote mtu yuko, mahali popote anapatikana, hata kama ako Saudi Arabia, awe Qatar, awe Dubai, awe Canada, awe Amerika, Singapore, Switzerland, mahali popote, hakuna mahali ambapo mkono wa Mungu hawezi kufikia. Hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kusikia na sikio lake, na hakuna mahali ambapo anaweza kosa kuona. Kwa hivyo kile ambacho ninataka nikuambia ya kwamba, please let us just be people to help. Not that I'm doing such things to rescue, not that I'm doing this kind of rescuing people or children, whichever people they are, irrespective of the race, irrespective of the language, irrespective of their tribes, irrespective of their colors. It is because God is a God of everybody. Mungu ni Mungu wa Uganda, Mungu ni Mungu wa Tanzania, Mungu ni Mungu wa Kenya, Mungu ni Mungu wa US, Mungu ni Mungu wa hapo mahali ambapo huko. Mungu ni Mungu wa wote. Kwa hivyo ninapofanya hii kazi, ninaifanya bila ubaguzi. Kile ambacho ninatamani Mungu akaweza kunisaidia, anijalie tu neema na anitie nguvu, na alete watu ambao tunaweza sikana nao pamoja. Wakati ambapo tukishikana pamoja, na tutahakikisha ya kwamba watu wa Mungu hawajaweza kukaa katika hali ya mahangaisho. Shetani imetuteka mateka. Shetani imekuja na njia mingi. Jambo la kwanza imekuja kwa ajili ya kuua watu wa Mungu. Jambo la pili imekuja kwa njia ya kupoteza. Tunaona mauti, watoto wana remain parentless, wana remain hata masomo hawana. Kwa hivyo jameni, tusaidiane tu. Wacha nikaweze kudedicate hii safari katika mkono wa Mungu. Baba mtakatifu, juu ya watakatifu, mfalme, niko katika huu mlima jinsi ulivyoniagiza Bwana. Mfalme wa wafalme, mimi ni mwanadamu. Uliniumba na moyo wa nyama, ukaweza kuniumba na moyo ambayo unachoka. Kaniumba na moyo ambayo wakati mwingine naweza kosa Bwana. Lakini ndiposa ukaweza kusema ya kwamba licha ya haya yote Bwana, ukaweza kunichagua tu. Pasipo angalia masomo, pasipo angalia mahali nilipotoka Bwana, kwa ajili ya rescue. Today God, nimekuja Jehova Jireh kudedicate hii safari ama hii kazi ya kuweza kurescue wale ambao wameandamanwa, wameshikwa mateka Bwana. Wacha ukuu wako na wema wako likatawale. Wacha uwezo wako Bwana likaweze kuonekana. Wacha makuu zako Bwana likaweze kuonekana. Wacha neema zako likaweze kutandaa mahali popote Bwana. Asante Yesu, asante Bwana.
Ninatamani Yesu ukaweze kunitia nguvu na ujasiri Bwana. Ninaomba neema zako katika hii hali Mfalme. Naomba Bwana ukaweze kunitia ujasiri, ukaweze kunitia uwezo pamoja na neema zako. Wacha ukuu wako na mikono yako ikatusike hii safari. Hii kikosi ambayo wamejitokezea Bwana kwa ajili ya kusaidia wayatima, watoto wadogo kwa wazee, wale ambao hawajiwezi, wazee ambao wameachwa na familia, na hata hawa kwa wasichana ambao wamehasiwa na familia, wale ambao hawana mwelekeo. Bwana, jinsi ulivyoniita, wacha neema zako Bwana likaweze kutandaa. Jioni ya leo Bwana, nimekuja mbele zako kulingana na sheria na torati zako Mfalme. Wacha ukuu wako Bwana likaweze kusuka. Wacha neema zako likaweze kuonekana. Asante kwa ajili ya wale ambao watakapokaa wakiwa na supportive measures katika hii channel Bwana, katika hii kazi, na wale ambao watakaonyosa mikono yao katika hii safari Mfalme wa amani, na wale ambao watakapoleta usaidizi yao katika hii safari Bwana wa mabwana. Wacha ukuu pamoja na baraka zako likamiminike juu ya milango zao. Wacha kibali chako katika juu ya kazi zao. Wacha uwezo wako Bwana katika mipango zao, ukaweze kuwawezeshea katika ratiba zao za kila siku. Wacha uwezo wako na hata juu ya familia zao. Ninawakabidhi katika mikononi mwako Bwana, wanapokuja Jehova na kuenda. Wacha wakuje kwa ajili ya neema zako, na waende na baraka zako ikijaa katika mikoba zao. Wacha mikoba zao za maisha zikajae na anasa ya kwako Bwana. Nami Jehova Jire, wacha ukuu wako Bwana. Ninakabidhi hii kikosi Bwana ya rescue, ikaweze kukua na nguvu na moyo, ikaweze kukua na neema na utukufu wako katika jina la Yesu Kristo. Na hata kwa ajili ya haya simu ambayo yanapigwa Baba, ninaomba ukaweze kuleta neema zako majira kama haya na jioni hiyo leo. Uacha ukuu wako na mapenzi yako yakatimike katika kila moyo ya kila nafsi ya kila mmoja, katika jina la Yesu. Unastahili sifa na heshima. Wacha neema zako na malaika yako likasuke na fujo katika jina la Yesu. Ninaweka hii safari, ninajua iko na mambo mengi. Wakati mwingine Bwana tunapitia mambo kali, wakati mwingine Yesu tutapitia mambo ambayo milima na mabonde yako mala pale Mfalme. Uwacha uwezo wako na ukuu wako Bwana likaweze kujaza maisha yetu Baba. Ukue ngao zetu tunapoenda kwenye njia Baba, ukue ngao zetu tunapolemewa na upepo, ukaweze kutusaidia katika kila mahali Jehova tukikanyaga. Tunaomba baraka zako na kibali chako katika jina la Yesu. Na hata kwa ajili ya hawa watoto ni wadogo Bwana Jehova Jire, si kana kwamba kwa ajili ya dhambi zao, sio kana kwamba ya dhambi ya wazazi yao, lakini Bwana ni kulingana na mapenzi yako. Wacha mapenzi yako likatumike juu ya maisha yao, ukawasaidie Bwana. Hata kama waliona ya kwamba wamefika mwisho, hawana usaidizi wengine tena, lakini Bwana wewe wafungua njia mahali ambapo kumekosekana barabara. Ukaleta Bwana njia katikati ya bahari, na hata sasa ninajua utaleta njia kwa ajili ya yule mzee, utaleta njia kwa ajili ya yule msichana, wewe utaleta njia kwa ajili ya yule mtoto yatima, utaleta njia. Amekosa wazazi Bwana, amekosa mambo mingi Yesu, lakini Bwana utaleta njia. Wacha ukuu wako na neema zako likaweze kuonekana tena Bwana. Naomba Bwana ukanyoshe mikono yako katika maisha yetu Mfalme. Naomba Yesu kaonekane tena. Bariki yule mama, bariki yule msichana kwa kazi anaofanya, ukambariki Yesu. Kwa hiyo biashara ukambariki Bwana. Anapobariki watu wako Baba ukawambariki. Naposaidia wale ambao wamebaki upweke ukaweza kuwabariki Bwana. Wacha ukuu wako Bwana likatawale. Wacha uwezo wako Yesu likatawale katika safari Mfalme wa amani.
naomba uwezo wako Bwana katika ile masako Bwana, wacha ukoo wako Bwana likatawale katika jina la Yesu. Na stahili sifa, wewe ni mwaminifu, hakuna kama wewe Bwana. Nimekuja kwako mara nyingine tena Mfalme, wacha ukoo wako Bwana likatawale katika jina la Yesu. Na stahili sifa, wacha ukoo wako Baba likaonekane tena katika jina la Yesu. Na stahili sifa, wewe ni Baba, hakuna kama wewe Bwana. Wewe ni mwaminifu, hakuna zaidi yako. Asante Yesu, asante Bwana, asante Mesaya. Wewe ni mwaminifu katika kila jambo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Asanteni sana. Napenda kusema ya kwamba Mungu wacha kubariki na Mungu akujalie neema. Wacha Mungu akufungulie njia zako. Wacha Mungu akupatie moyo wa kusaidia. Wacha Mungu akupatie moyo ya kuzunika wakati ambao huzuni iko na wengine. Wacha Mungu akujalie neema kwa kila mipango zako. Wacha Mungu akutie nguvu kwa ratiba zako. Na wacha Mungu akubariki tu pamoja na familia zako. Wacha uwezo wake na neema zake likakujase tu kama maji iliyo ndani ya fereji katika jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo jamani, kwa ajili ya wale ambao ni wageni katika hii channel, this is a rescue channel. Na jambo mtu anaweza uliza, kwa nini uliweza kufikiria ukaweza kusema ya kwamba ukaamua tu na jinsi unavyokuona uko tu peke yako, lakini ukaamua. Napenda kusema ya kwamba yule ambayo ako na roho ya kusaidia, yeye atakusaidia na chochote tu ako nacho. Sio kana kwamba anakusaidia sababu hako nazo mingi, hapana. Kwa sababu ya roho ambayo iko ndani yake ya kusaidia, na niposa anaingia katika hiyo mwanya ya kusaidia na anakusaidia. Kwa hivyo mimi napenda kusema ya kwamba leo ndio ilikuwa hiyo siku nikuwe na maelezo. Unajua watu wanauliza Baraza, mbona umeamua tu kusaidia? Ni sababu umepata kitu. Unajua wakati mwingine watu wanasema mtu akipata kitu kwanza ndio anakuwa na hali ya kuweza kuingia kwa mambo zingine ama katika miradi zingine. Mimi napenda kusema ya kwamba hakuna jambo ambayo nimeweza kupata, hakuna kitu ambayo nimeweza kupata. Kile ambacho iko ni kwamba ni kwa ajili ya mwitu Mungu akaniletea, akasema na watu hawa wangu wanateseka. Kuna watoto wangu mahali na niko na bright futures. Kumbuka kuna wale ambao hawakuwa na uwezo, pengine waliachwa na wazazi katika udogo wao, lakini leo hii ndio viongozi. Kwa hivyo hao watoto ambao tunawasaidia, hao ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo wewe, iwapo unaweza kuwa na moyo wa kuweza kuinua na moyo wa kuweza kusaidia, mahali ya tu unaweza kusaidia. Mala pale niko na watoto kama 5, niko na watoto wako 7, watoto 7 ambayo tayari Mungu ameweza kunikabidhi katika mikono wangu, wakaweza kulelewa na katika mikono wangu, waweza kupata riziki katika mikono zetu. Wacha niseme katika mikono zetu. Kwa hivyo bado naendelea huku na kule, ijapokuwa process ya kuweza kuwa nao. Wakati mwingine unaenda kusaidia, unapata mtoto ameweza kidnapped, ameshikwa na akaingizwa ndani ya mtu. Sasa kumuondoa mala pale, tena mnapata attack, mnapata vita, tena mnapata vita. Inabidi nikaweze kutafuta njia, maana niende misheni, nikaweze kuenda kwa station, nikaweze. Sasa hiyo gharama yote pia wakati mwingine nafika mahali sasa gharama inakuja ambapo sasa siwezi kuwa na uwezo ya kuweza kusettle all the bills. So lakini kile ambacho nashukuru ya kwamba Mungu hajawahi tuacha. Mungu hajawahi tuacha. Jamani, wacha tusaidie. Acheni tusaidie watoto. Hao ndio viongozi wetu wa kesho. Hao ndio pasta zetu wa kesho. Hao ndio watumishi wa Mungu wakubwa wa kesho. Hao ndio watu ambao unaweza kuwa ni tegemeo ya kesho yetu katika maisha yetu. Na hata kwa wale ambao naona
wazee wengine. Usiwe na wasiwasi, wewe nipigie tu simu wakati ambapo mambo imeharibika. Just call me, nipigie simu. Nambara yangu ya simu iko pale, nambara yangu ya simu iko hapo. Just piga tu simu na ukuwe na maelezo. Iwapo nitakuwa na nafasi nzuri, mimi nitafika mahali pale right on time, nitafika mahali pale. Kwa hivyo wacha Mungu awabariki na Mungu awainue, Mungu awafungulie njia mahali popote huko. Ninatamani ukanyoshe mikono yako kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya hiyo kasi yako. Baba mfalme juu ya wafalme, asante Yesu, asante Bwana kwa ajili ya neema na ukuu wako. Naomba neema na kibali juu ya huyo mtamazaji. Asante Bwana kwa ajili ya mahitaji yake iliyo ndani ya moyo wake. Akapokee sifa, ukaweze kumpatie neema pamoja na utukufu wako juu ya maisha yake. Ukamlinde mahali ambapo anatoka, ukamlinde mahali ambapo anakaa, ukalinde kazi yake, linda biashara yake. Iwe ni malipo ndio inaleta msungumkuti Bwana, ninaomba roho yako ikaweze kuvunja kila aina yote ya upepo, kila aina yote ya magano ikaweze kuvunjika katika jina la Yesu. Wakapokee baraka, unexpected grace in the mighty name of Jesus. Father, we thank you. Father, we worship your name. In the mighty name of Jesus, we pray and believe. Thank you very much. May God bless you. When you come to the channel, just subscribe and you like, you share, and I know this ministry will go wild. Na kila taifa, each and every country, each and every continent will see the glory and the grace of the Lord upon the lives of human beings, upon the lives of people. So wherever you are, just subscribe to the channel, share, you like, and you call when you need for any support, because our God is God of everything. So whichever the support we need from the Lord, we have supportive measures like spiritual support, we have some physical support. Yes, we are human beings, so in one way or the other we can help each other in one way or the other. But let us join together, let us be together as we help these people. May God bless you. Mungu akubariki sana. Bye bye. Mungu akusaidie sana. Asante. Thank you.